Kwa majina anaitwa Rashidi Shangazi, ni mbunge wa jimbo la Mlalo, lakini pia ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba. Kwanza sisi kama Simba tumeridhika na kiwango ambacho wachezaji wetu wameonyesha katika mechi ya mkondo wa kwanza ya fainali dhidi ya timu ya RS Berkane ya Morocco. Kwa kweli wachezaji wetu walipambana kwa jasho jingi sana kuhakikisha kwamba wanaipa ushindi timu yetu, lakini kama ambavyo mmeona wote kwamba tumeweza kuruhusu magoli mawili katika dakika 15 za mwanzo, lakini baadaye timu ilirudi katika hali yake na kuweza kuhakikisha kwamba haifungwi goli lingine la ziada. Kwa hiyo niwaombe wana Simba kwamba sasa tunarudi nyumbani na tunaamini kwamba mchezo wa mkondo wa pili tutaucheza katika mazingira ambayo tumeyazoea sana ya Benjamin Mkapa ama Zanzibar, lakini tuna imani kwamba tutacheza Benjamin Mkapa na kuhakikisha kwamba kombe hili tunalibakisha hapa nyumbani. Hii nawaomba nitoe rai kwa Simba, tushikamane, tuhakikishe tunamtanguliza Mungu kwa dua, sala na maombi. Kwa hakika na nchi yetu kwenye jambo hili ni jambo la kihistoria. Tunaamini kabisa kwamba serikali iko pamoja na sisi. Kwa hiyo kwa mashirikiano haya yote safari hii tunalibakisha. Matumaini makubwa sana. Simba ni timu kubwa, Simba ni timu kali, na kama itatokea tukafanya mchezo wa marudiano hapa nyumbani, Waarabu hawatotoboa na wachomoke. Kwa hivyo zile bao mbili wala sio lolote, sio chochote. Tutapiga kazi, tutapiga dua zetu na tutatoboa bila shaka. Sina maoni yoyote. Kama Morocco wanaweza wakachezea Algeria wakija hapa watachezea tatu. Kwa majina naitwa Stanislaus Mabula, mbunge wa jimbo la Nyamagana. Na kwanza sio tu kuwa shabiki wa Simba. Mimi ni mpenzi wa mpira, mimi ni mpenzi wa mpira wa mguu, ni mpenzi wa michezo mingi ambayo inachezwa hapa nchini, lakini nikiwa kama shabiki wa Simba ni ukweli usiofichika kwamba tumepoteza kule Berkane Morocco na kwa magoli 2-0. Tunategemea mechi ya marudiano tarehe 25. Kwenye kila jambo ambalo linajitokeza, kila mmoja anakuwa na matumaini. Kwa baada ya ushindi wa magoli 2-0 wa Berkane, sasa ni zamu ya Simba kushinda na yenyewe goli 2-0 au na zaidi kwenye uwanja wa nyumbani. Namna gani watashinda? Naamini benchi la ufundi na viongozi wa timu kwa ujumla wake wamejiandaa na wanajua kwa nini tulipoteza, na ni imani yangu kwamba mpira ni dakika 90. Nataka nikuhakikishie kilichotokea Morocco kinaweza katokea hapa na zaidi ya hicho. Kwa lolote lile inaweza kutokea. Wala wapenzi wa mpira wa nchi hii wasivunjike moyo, kwa sababu sasa hili ni jambo la kinchi. Unajua wakati mwingine lazima tutoke kwenye ushabiki, kwamba ushabiki utabaki kwenye matani, lakini unaporudi kwenye swala la nchi, hili litabaki kuwa swala la nchi, kwamba Simba Sports Club ndio klabu inayoiwakilisha Tanzania kwenye mashindano ya kimataifa, na mashindano hayo ndio hayo fainali yake inafikia tamati tarehe 25. Kwa bahati iliyoje inachezwa nyumbani. Kwa hiyo sina shaka, naamini hata Yanga ile fainali waliocheza wangekuwa wanachezea Dar es Salaam, lolote lingeweza kutokea. Kwa ndicho hicho tuombeane heri tarehe 25, heri iwe kwa Tanzania, heri iwe kwa Simba. Mimi sio mwalimu wala mtaalamu sana wa mpira, lakini kwa nilivyoona ulikuwa ni uzembe, ilikuwa ni pressure ya mwanzo ambayo, na kama umeona vizuri Berkane walikuwa wanatafuta magoli ya mwanzo kabisa. Walivyoingia kipindi cha kwanza ndivyo walivyoingia kipindi cha pili, dakika 15 za mwanzo. Baada ya hapo hata wao unawaona kuna eneo kabisa wanakuwa wiki muda fulani, lakini ni timu nzuri, timu kubwa, timu ambayo wana uzoefu na kombe hili, wameshacheza fainali kadhaa, wameshachukua ubingwa mara 2. Kwa sio timu ya kubeza, ni timu yenye uwezo, lolote linaweza kutokea. Lakini Simba imeshakabiliana na timu ngumu zaidi ya Berkane ikiwa nyumbani, naamini lolote litaweza kutokea.